Pasha Mohamed Makasi, mwalimu mkuu shule ya maandalizi msingi Chamboni. Kwa kweli hii zahama ya maji hapa inaendelea kwa muda mrefu. Mwanzo tulipokuwa tunajenga barabara hapa, tulisema kwamba huu mtaro usiweke sawa sawa na eneo la msikiti, kwa sababu maji hapa yana nguvu sana. Kabla kujengwa shule maji yalikuwa yanafika barabarani, ila barabara ilipoongezwa urefu ikabidi maji yakawa yanapita sehemu za msikiti. Mara ya mwanzo maji yalijaa mpaka ndani ya msikiti, lakini na eneo la skuli pia liliathiri, kwa sababu watoto wetu ni wadogo na haya maji ni hatari kwa watoto. Ombi langu kwa wanaohusika, naomba mtupatie fusi kwa ajili ya kujaza sehemu za madimbwi ya shule, pia kuwekwe mtaro ambao utasambaza maji moja kwa moja kupitia kwenye bahari, kwa sababu hapa pana sehemu ya maji chumvi, huko yataingia kwenda kwenye mikondo mikubwa, kuondosha athari kubwa inayotokezea kwa maji haya, kwa sababu watoto maji ni hatari kwa watoto. Lakini pia watoto wanaingia kwenye maji wakarukaruka, wakapata athari ya matumbo yaliyoko sasa hivi, na skuli ikawa ni changamoto kwa ajili ya maradhi hayo. Naomba mtusaidie ili skuli yetu iwe katika hali nzuri, isiwe katika mazingira hatarishi kwa watoto wetu waweze kujifunza kwa ufanisi zaidi kipindi hiki cha mvua kali. Skuli hapa kwa kweli watoto wetu ni wadogo, wameanza maandalizi msingi darasa la kwanza na la pili. Hali ya kesho itakuwa ni ngumu watoto kuja shule hapa, wakati mtaala unatakiwa ukamilishwe kwa wakati. Hii ni changamoto kubwa. Tunaiomba wizara, serikali tusaidie katika kuondosha maji haya ili watoto waweze kujifunza zaidi na ufanisi upatikane katika maeneo ya kujifunza. Haya ni Nasoro Hassan Hamadi wa shehia Chamboni. Tuna masikitiko kwa hii mvua iliyonyesha, imetuathiri sana. Maji yameingia mpaka msikitini pale, shule, lakini tunafikiria kwamba pengine ni miundombinu ya hii barabara. Hawa wa makandarasi wa hii barabara hakufanya vipimo halisi na namna gani wangepitisha maji. Sasa imekuwa ni athari kwenye majumba, maeneo mbalimbali. Tumepata athari kubwa sana. Maji ndio hali kama hivi uonavyo, ni mengi sana, na sababu ni miundombinu ya barabara ndio ambayo imesababisha maji hayana mwendo, hayana pa kwenda. Ukiangalia hapa eneo hapa ilikuwa kuna njia ya maji, lakini sasa wao wameleta fusi lao mpaka huku chini, yani inaonyesha hawakutumia vipimo. Kwa hiyo walitia tu, na sisi wananchi kama wananchi hapa vile tulijua maji yanapita wapi, tuliwaelekeza. Daraja ilikuwa liwekwa hapa, lakini walitukatalia wakalipandisha kule juu. Kwa hivyo lile daraja linamwaga maji msikitini. Baada lingemwaga maji hapa ikawa yana baharini kule. Hili ni sikitiko sana. Viongozi mtusaidie, mulete wakandarasi hapo wafanye vipimo, maji waelekeze wapi yaende. Tumekosa kuswali adhuhuri ya leo, tumekosa kuswali la asiri ya leo. Machemba yetu yamejaa maji yote, yani moto humo kwenye chemba muna maji. Haya, mfano wanafunzi kesho wakija kusoma pale watakaaje? Madarasa yameingia maji, kila kitu. Kwa maana tunaomba viongozi, wasimamizi wetu mtusimamie, wakandarasi wa barabara waje watuwekee namna gani maji yatatembea hii area. Sheria ya mjini Wingwi nime vizuri zaidi, isipokuwa lakini tumemwarifu sheha akatuma mjumbe wake tu, lakini yeye mwenyewe hajaja tukajua kipi kinaendelea mpaka leo hii. Kwa hivyo tuomba serikali iweze kutusaidia kupitia njia hii. Ni vyumba vyote hakikubaki hata chumba kimoja, hata pa kulala hatuna. Ndike kinake tuathiri kwa muda huu wa siku za mvua. Na siku zisizokuwa za mvua ni hatari gari au chombo chochote. Kama kitaanguka basi kitaangukia ndani. Hata juzi tu Jamali alianguka na basikeli ya kuja angukia ndani. Kwa hivyo pengine hicho ni chombo kidogo, lakini kuna siku nyingine inakuwa chombo kikubwa. Kwa hiyo kama kuna uwezekano serikali iweze kutuingilia kati ili tupate sehemu nyingine ya kwenda jenga hapa, tuachie watu wa barabara. Mimi Biku Juma Lawi, sheha wa shehia Chamboni. Mimi nimezungumzia kuhusu maji yanayoingia kwenye shule na yanaingia kwenye msikiti. Ni kwa sababu ya ile njia ilipokuja jengwa pale, kwa sababu ilikuwa njia ya maji kutoka huku mpaka kule kandani. Maji ilikuwa yapita enda kandani, lakini kujengwa ile room iliyopo pale, maji yalizuilikana yangia msikitini na pale yenda. Sasa mimi nishajaribu kuitisha kamati. Yaani ile kamati twende tukaombe angalau fusi. Mimi na mwalimu mkuu
Mwalimu Asha tulikwenda siku ya kwanza tukapewa fusi kidogo, akatupa kama gari 3. Yaani tukashindilia kule kwenye lile fusi la njia, iko njia huko ndani nyuma ya skuli. Sasa tukaenda tena. Tulipokwenda tena ndo tusilipate tena lile fusi. Tukaambiwa wenyewe hawatoi. Sasa tukazuilika kwanza. Sasa hivi tuliamua kwamba tumfike DC ili akatuombee hiyo fusi ili pale lilimwagwe pale ili yazuilikane yale maji yaliyopo. Yaani ni tatizo, maana ishakuwa ni changamoto ile. Wanafunzi wakiingia pale maji ndio kabambe, ile ni hatari. Nyuma ni hatari. Humo ndani maji yaingia ovyo.